Kuna mwanamke kijiji kizima walikuwa wanamkataa wala hawakumpenda. Hakuna mwanaume aliyejitokeza kumuoa. Na siku moja kijana mmoja kutokea Mbeya alisikika, alikuwa anazungumza, akafanya we, nani atakuja kumuoa huyo mwanamke? Hakuna mwanaume hata mmoja katika kijiji chetu atakayetamani kumuoa huyo mwanamke. Aache ndoto zake za kuota za bure hizo za mchana we. Hapana. Basi kijiji cha Mlimani kilikuwa ni kijiji kizuri sana. Kilikuwa kina mitende mirefu ambayo ilipepea taratibu hewani. Ndege waliimba kila asubuhi. Mto ulimetameta kama fedha chini ya mwanga wa jua. Nyumba ndogo za udongo zilisimama kwa mistari ya kupendeza. Moshi ulipanda juu kutoka kwenye jiko la kuni. Kijiji kilionekana ni kijiji cha furaha, ni kijiji cha amani na ni kijiji kizuri sana. Lakini kwa msichana mmoja, maisha kwake hayakuwa mazuri hata kidogo. Jina lake alikuwa anaitwa Aisha. Aisha aliishi pembezoni mwa kijiji ndani ya nyumba ndogo ya udongo. Alikuwa ni mnene sana kwa sababu alipenda kula kupita kiasi, na pia hakuwa na usafi mzuri wa mwili wake. Nguo zake hazikumtosha vizuri. Alionekana ni mkubwa kuliko umri wake, na mara nyingi alikuwa na harufu mbaya kutokana na mwili wake na kutojiweka safi. Kila alipopita kijijini watu walimtizama, lakini hawakumtizama kwa huruma wala kwa upendo. Walimtizama kwa dharau. Asubuhi moja, jua lilikuwa linachomoza vizuri juu ya ardhi nyekundu. Wanawake walikuwa tayari wanaelekea kisimani, wakiwa wamebeba ndoo na mitungi juu ya vichwa vyao, wakiongea na kucheka. Aisha akaonekana. Alikuwa amebeba ndoo nzito ya maji. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni hatua ya polepole. Kila hatua ilimchosha na kumuumiza sana mikono yake. Minong'ono ilianza mara moja. Yule pale Aisha mwenye kunuka. Mwanamke mmoja alizungumza. Tazama umbo lake, umbo baya. Mwanamke mwingine akazungumza. Nadhani hata hajaoga siku nyingi anatoa harufu. Watoto walipokuwa wanakimbia walipita karibu yake, wakajifunika pua zao, wakasema ananuka jamani, ananuka. Asha mnene yule, Asha mnene, Asha mnene yule, Asha mnene. Mvulana mmoja akatupa jiwe kidogo karibu na miguu yake. Mwingine akavuta kanga yake iliyokuwa imechanika kidogo, kisha akakimbia huku akicheka sana. Mikono ya Asha ilianza kutetemeka. Macho yake yakajaa machozi, lakini hakulia. Aliyameza machozi yake na akaendelea kutembea. Wanaume wengine walikuwa wamesimama chini ya mti. Walikuwa wakimtizama na kutikisa vichwa vyao, wakisema yule mwanamke mnene sana. Mwanamke mchafu huyo. Hakuna mwanaume atakayemuoa huyo binti. Asha alisikia maneno hayo. Maneno hayo yalikuwa ni kama visu katika moyo wake. Siku nyingine alipofika mtoni kuchota maji, alipoinama kujaza ndoo, mkono wake uliteleza. Ndoo ikaanguka na yeye pia akaanguka chini. Maji yakamwagika kila mahali juu ya vumbi jekundu. Wanawake waliosimama karibu walirudi nyuma haraka kumtizama. Wakasema, angalia, usitumwagie maji yako hayo. Kuna aliyemsaidia huyu mwanamke. Wote walimtizama wakakaa kando. Asha aliinua ndoo yake polepole. Mashavu yake yalikuwa yamewaka moto wa aibu. Alitamani kutoweka kabisa, lakini alibeba maji yake na kurudi nyumbani. Nyumbani Asha alifanya kazi kuliko watu wengi. Alifagia sakafu yenye vumbi, alipika chakula kidogo walichokuwa nacho kwa sababu walikuwa hawana chakula kingi. Alifua nguo, alikwenda kuchota maji tena na tena. Baba yake alikuwa na wasiwasi sana juu ya maisha ya baadaye ya binti yake. Alikuwa ni mkulima ambaye ni maskini tu. Nje kijiji kiliendelea kumzungumzia kila Asha alipopita. Msichana anayenuka. Mara nyingine walimuita jitu, mara nyingine walisema yule alivyomnene vile, kuolewa sijui. Kila neno lilimpiga kama jiwe. Alijifanya asikii, lakini ndani ya moyo wake aliumia sana. Siku moja mchana, mwanaume mmoja kutoka kijijini alikuja kuwaona. Jina lake alikuwa anaitwa Juma. Alikuwa amesikia habari za Asha kutoka kwa baba yake.
na alikuja kuona kama angeweza kumuoa. Asha aliharakisha kusafisha nyumba kadri alivyoweza. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Baba yake alikaa kimya akijaribu kuficha hofu yake. Alijua binti yake alikuwa amedharauliwa kwa miaka mingi na aliogopa Juma kama angekataa kumuoa tena. Juma alikaa kimya akingoja kumwona Asha. Kila sauti ndani ya nyumba ilionekana kubwa zaidi. Mikono ya Asha ilitetemeka. Alipojaribu kuonekana mtulivu, akatembea mbele polepole. Kila sauti ndani ya nyumba ilionekana kubwa zaidi. Mikono ya Asha ilitetemeka pale ambapo alipojaribu kuonekana mtulivu. Akatembea mbele polepole, akijitahidi kuinua kichwa chake. Kila hatua ilikuwa ni nzito, lakini alijiambia, wacha niwe jasiri. Alitaka kuonyesha kuwa yeye ni zaidi ya maneno ya watu wa kijiji chao. Juma alimtizama haraka kutoka juu hadi chini. Uso wake ukabadilika. Akasema, hapana, siwezi. Hapana, siwezi. Nyie, hapana, siwezi. Ananuka na ni mnene sana, siwezi kumwoa. Moyo wa Asha ukabana ghafla. Maneno yake yakamchoma kama mawe. Juma akageuka akaondoka bila kusema neno lingine. Kimya kizito kikaanguka pale nyumbani. Mara tu alipoondoka, sauti zikaanza kusikika nje. Amemkataa! Nilikuambia hataolewa. Hakuna mwanaume atakayemuoa huyo. Hakuna mwanaume atakayemtaka huyo. Kila neno lilizidi kumuumiza Asha, lakini Asha alishusha kichwa chake chini na akanyamaza. Wiki chache baadaye, mwanaume mwingine akaja. Alijaribu kuwa mpole, akamtizama Asha kisha akatikisa kichwa. Akasema hata kama angeogea mtoni kwa mwaka mzima mimi siwezi kumgusa. Mwanaume mwingine akaja na mwingine tena. Kila mmoja alikataa, kila mmoja aliondoka. Wengine walikimbia mapema kabisa walipomwona. Minong'ono ya kijiji ilizidi kuwa mikubwa kila siku. Ewe, hataolewa huyu mwanamke, ana mikosi, hakuna mwanaume anayemtaka we. Asha akaacha kutabasamu, akaacha kuwatizama watu machoni. Kichwa chake kilibaki chini kila mara. Siku ya soko ilipofika, uwanja wa kijiji ulikuwa umejaa rangi nyingi, vitambaa vyenye rangi nzuri, matunda mapya na sauti za ngoma mbalimbali. Asha aliingia sokoni kununua matunda. Kikundi cha wanaume kikamuona. Mmoja akacheka kwa sauti kubwa. Akasema, angalieni yule. Tukunyema anafikiri ataolewa. Anatoa harufu kuzidi hata mbuzi. Watu walicheka, wengine wakajifunika pua zao. Asha alisimama kama ameganda. Alitaka kukimbia lakini miguu yake iligoma kusogea. Mwanamke mmoja akasema kwa sauti ya makusudi, hata baada ya miaka 100 nani atamuoa huyu demu? Asha akadondosha mfuko wa matunda, nafaka na matunda yakatapaka kwenye vumbi. Hakuna aliyemsaidia. Alinama polepole akaokota vitu vyake, kisha huyo akaondoka zake. Kila hatua yake ilikuwa ni nzito kuliko ya awali. Usiku huo Asha alilia kimya kimya pasipo mtu kumsikia. Jioni moja baba yake alimuita mwanaume wa kijiji nyumbani kwake. Akamwambia, kama kuna mtu atakayemuoa binti yangu, nitatoa shamba langu pekee, nitatoa mbuzi, nitatoa nilicho nacho. Alizungumza, sauti yake ilikuwa inatetemeka, sauti ya matumaini na hofu. Nakuomba, kama kuna mtu atakayetokea kumuoa binti yangu, nitampa shamba langu la kipekee, nitampa na mbuzi. Naomba nisaidie. Sasa wanaume wakamtizama Asha, wakatikisa vichwa vyao. Hakuna aliyesema ndio. Wanaume wote walikausha. Mmoja alisema, mimi siwezi we. Mwingine akacheka kwa aibu kidogo akakausha. Mwingine akasema, hata kwa kupewa shamba, bado hapana we. Huyu ndiye msichana mnene zaidi kuliko wote duniani. Wanaume hao wakaondoka zao. Baba yake akabaki pale, karibu apige magoti kwa maumivu. Moyo wake unamuuma sana. Alionekana ni mzee zaidi kuliko zamani. Asha akahisi kama amevunja kitu ndani ya moyo wa baba yake. Kisha habari zikaja. Kijana mmoja wa kifalme kutokea ufalme wa karibu alikuwa anakuja kijijini. Alikuwa anatafuta mchumba na angechagua mke kutoka katika kijiji hicho. Wasichana wakaanza kununua nguo mpya, kutembea kwa madaha na tabasamu kila sehemu kwa furaha, muda wote wana furaha.
Kila mahali palikuwa na maandalizi. Kila upande Asha alipotizama aliona wasichana wakipendeza. Kisha akajiangalia mwenyewe, nywele zilizochanganyikana, mwili mzito, hakuwa na matumaini ya kuolewa. Kifua chake kilihisi kama kipo tupu. Usiku huo Asha aliketi peke yake gizani. Alichukua kioo kilichopasuka, akawa anajitizama sura yake. Machozi yakaanza kumtoka kimya kimya. Akajisemesha kwamba nitawathibitishia kuwa wamekosea. Alinong'ona peke yake akisema kwamba hata kama itanigharimu kila kitu. Sauti yake ilikuwa ni ndogo, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kipya kilichoanza kuchomoza. Kulia kukakoma, akaacha kulia. Uso wake ukawa ni uso wa utulivu, mtulivu kupita kawaida. Asubuhi iliyofuata alipita karibu na kundi la wanaume, wakamcheka. Wakajisemesha, hebu fikiria yule kijana wa kifalme akimwona yule dem, si atakimbia? Wakacheka. Wakajisemesha hata kwa fimbo hawezi kumgusa. Vicheko vikapasuka, kila mtu alicheka sana. Asha alisimama kwa muda, dunia ilionekana kama imesimama. Kisha akaendelea kutembea. Lakini safari hii macho yake yalikuwa tofauti. Hakuwa mtu ambaye amewaza kushindwa. Hakuwa mtu aliyelia. Yalikuwa ni macho ya utulivu na macho ya nguvu. Ndani ya kifua chake kulikuwa kuna kitu ambacho kimeamka. Msitu uliokuwa pembeni mwa kijiji ulikuwa ni msitu ambao kuna baridi kali na utulivu wa kipekee. Ndege waliimba kwa sauti ya chini na mwanga wa jua ulipenya katikati ya miti mirefu ya kijani. Lakini kwa Asha, msitu haukuwa ni msitu wa amani. Alipapasa uso wake na kulia. Vicheko na minong'ono vya watu wa kijiji bado vilikuwa vinamrudia masikioni. Siwezi kuendelea kuwa hivi, Asha alijisemesha. Akasema lazima nibadilike hata kama hakuna anayeniamini. Akiwa anatizama huku na kule, alifika kwenye sehemu ndogo iliyo wazi msituni. Hapo alimwona mwanamke mzee ameketi juu ya kigoda cha mbao. Nywele zake zilikuwa za kijivu, macho yake yalikuwa ni makali, tabasamu lake lilikuwa la upole, lakini mtu ambaye anaonekana anajua mambo mengi. Yule mzee alisema kwa sauti ya upole, "Kwa nini unalia ndani ya msitu wangu?" Asha alimwelezea kila kitu: dhihaka, minong'ono, kukataliwa na habari za yule kijana wa kifalme anayekuja. Bibi yule alitikisa kichwa kwa upole, akatikisa kichwa polepole. Akamwambia, "Mimi naitwa Bibi Rehema, ninaweza kukusaidia ubadilike, lakini haitakuwa rahisi. Utatokwa na jasho, utaanguka, wengi watakucheka, lakini kama moyo wako ni wa nguvu, utaweza kuvumilia." Macho ya Asha yakafunguka kwa mshangao. Akasema, "Mimi nitafanya chochote? Nataka niwathibitishie kuwa wamekosea kunidharau." Bibi Rehema akatabasamu, akamwambia, "Basi lazima ubaki na mimi hapa." Asubuhi iliyofuata baba wa Asha alipiga magoti nje ya nyumba yao ya udongo na kuomba, "Mungu mlinde mwanangu, mpe nguvu na ujasiri." Kisha akampa baraka zake. Asha akambusu mkono na kuanza safari kuelekea msituni. Nyumba ya Bibi Rehema ilikuwa ndogo, lakini imejaa mimea ya dawa, viungu vya udongo na mafungu ya majani yaliyokaushwa. Akampa Asha ndoo nzito, akasema, "Leo utaenda nayo mtoni, kesho utainua mawe, kesho kutwa utabeba kuni." Asha akaitikia kwa uchovu, lakini akakubali. Akamwambia, "Sawa, sawa bibi." Siku zikapita polepole. Asha akakimbia kando kando ya mto akiwa amebeba maji. Akachuchumaa na mawe mazito, akanyosha mikono mpaka ikauma. Wakati mwingine alianguka kwenye matope. Asubuhi moja alipokuwa anatembea peku kwenye kingo za mto zilizoteleza, miguu yake iliteleza, akatumbukia ndani ya maji kwa kishindo kikubwa sana. Bibi Rehema akatikisa kichwa, lakini alicheka kidogo. Akamwambia, "Utazidi kuwa na nguvu mwanangu, usikate tamaa." Lakini haikuwa maumivu ya mwili tu. Tumbo la Asha lilikuwa likimsumbua sana. Alizoea kula sana, lakini sasa alifundishwa kula chakula chepesi na chakula kiasi pamoja na mitishamba. Siku moja aliona chakula kizuri kilichokuwa karibu. Ilikuwa ni viazi na mchuzi mzito wenye kipande kikubwa cha nyama. Asha akakitizama kile chakula, akajiuliza kwamba hivi ni kweli na Asha mapambano haya nataka ninenepe tena? Moyo wake ukadunda kwa haraka, akasema, "Hapana,
sitaki washinde, nitavumilia. Hata akiwa msituni, sauti za watu wa kijiji zilionekana zinamfuata. Uvumi ukaanza mara moja. Unafikiri anaweza kubadilika? Atashindwa. Anapoteza muda wake tu. Hatawahi kuja kuwa mzuri hata mara moja. Lakini Asha alijilazimisha kubeba ndoo nzito, kuinua mawe na kukimbia kwenye kingo za matope za mto. Kila muda alianguka, aliteleza. Kila mazoezi magumu yalikuwa yanamjenga bila yeye kujua. Bibi Rehema aliendelea kumtia moyo, akamwambia roho yako ina nguvu kuliko vicheko vyao. Alimwambia jioni moja, huku akimpa kikombe cha chai ya mitishamba. Siku moja Juma, yule mwanaume aliyewahi kumkataa, alisikia uvumi kwamba Asha ameenda msituni kujibadilisha. Akapata hamu ya kutaka kujua na kwenda kufuatilia. Kimya kimya akaingia msituni hadi karibu na kibanda cha Bibi Rehema. Kutoka nyuma ya kichaka akawa anachungulia. Asha alikuwa pale akifanya mazoezi. Nywele zake zilikuwa bado zimevurugika kidogo na alikuwa akihangaika kuinua ndoo nzito. Akateleza, akapeperusha mikono yake, kisha akaanguka mbele ya kibanda. Juma akakunja uso, akasema hata baada ya yote haya bado ni yule yule tu. Akaondoka zake kwa hasira akisema, hakuna mwanaume atakayemuoa mpuzi huyu, ni upuzi tu. Bana, wiki zikapita. Mitishamba na mazoezi vilianza kufanya kazi. Nguo zake zikaanza kuwa pana, ngozi yake ikaanza kuwa safi na kung'ara. Nywele zake zikawa laini zaidi, japokuwa mara nyingi zilikuwa na unyevu kwa sababu ya mazoezi. Alianza kutembea akiwa ameinuka vizuri zaidi, kifua chake kilijaa na akaanza kujiamini. Watu wa kijiji wakaanza kunong'ona, kweli huyu ni Asha jamani? Mbona mbadilika kidogo? Lakini bado wengine walisema, bado ni mnene we. Mabadiliko sio makubwa, anabadilika nini odem? Habari zikafika kijijini kuwa Asha anafanya mazoezi msituni. Wanaume wengine wakaamua kwenda kujionea wenyewe. Mmoja akaenda akiwa na udadisi. Alipomuona akatikisa kichwa, akasema, bado ni mnene nyie we, bado ni mnene sana, bado hafai kuwa mwanamke wa mtu huyu. Asha aliumia sana. Kila kukataliwa kulimuumiza, lakini pia kulimkumbusha kwa nini alikuwa anaendelea kupigana. Na Bibi Rehema aliendelea kumtia moyo na kumzoesha zaidi mazoezi. Bibi Rehema hakumfundisha tu mitishamba na mazoezi, alimfundisha kusimama wima, kuzungumza kwa ujasiri na kutabasamu kwa upole. Asha alianza kujitizamia mwenyewe, akijitizama kwenye kioo na kujisemea, mimi nina nguvu, mimi ninaweza. Maneno yao haya ni umizi. Alijifunza kupuuza matusi. Watu wa kijiji walipojaribu kumdhihaki kwa mbali, yeye aliinua kichwa chake juu. Hilo liliwaumiza zaidi na liliwakera. Baada ya wiki nyingi za kazi ngumu, Bibi Rehema alimpa bafu maalum la mitishamba. Maji yake yalikuwa na harufu nzuri na ngozi yake ikaanza kung'ara. Nywele zake zikapangiliwa vizuri. Akaanza kuvaa vitambaa vizuri zaidi na vyenye rangi nzuri. Alipojiangalia kwenye kioo, wewe, alinoga bana. Akasema, ninaomba mabadiliko ndani yangu. Baada ya Asha kuondoka kijijini, hali ikawa kimya. Hakurudi tena kwa muda mrefu. Watu walienda msituni kuchungulia, hawakumwona tena. Wiki moja ikapita, kisha nyingine, kisha wiki nyingi zikapita, hatimaye miezi ikapita. Hakuna aliyemwona, hakuna aliyesikia sauti yake, hakuna aliyemwona akitembea kwenye ile barabara ya vumbi. Polepole watu wakaanza kusema, ameshindwa, amekata tamaa, amekimbia kwa aibu mpuzi huyu. Wanaume chini ya mti mkubwa wakawa wanacheka. Wakasema, si tulisema atashindwa. Kuna watu ambao hawawezi kubadilika bana, Asha hawezi kubadilika. Mwanzoni watu walikuwa wakiongea juu ya Asha kila siku. Baadaye ikaja kuwa kila wiki wanazungumza, kisha ikawa ni mara chache. Mwishowe hawakuongea tena, hawakuongea kabisa kuhusu Asha. Polepole jina lake likaanza kusahaulika kijijini. Ilikuwa kama hajawahi kuwapo kijijini. Lakini kule msituni, mbali na macho yao, Asha alikuwa bado anatembea, bado anafanya mazoezi magumu, bado anakuwa na nguvu zaidi. Watu wa kijiji walidhani amekwenda milele, hatorudi. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anajiandaa. Kijiji kiliendelea na maisha yake. Masoko yalikuja na kuondoka, ngoma zilipigwa kwenye sherehe ndogo ndogo, wanawake waliuza pilipili na viazi,
Watoto walikimbia kwenye vumbi, vicheko vilijaa hewani. Harusi nazo ziliendelea kufanyika. Msichana mmoja akaolewa, kisha mwingine, kisha mwingine, kisha mwingine tena. Hakuna aliyelitaja tena jina la Asha. Watu wengi hata walisahau sura yake. Baba yake alimkumbuka sana mtoto wake. Kila asubuhi alisimama nje ya nyumba yao ndogo ya udongo na kutizama msitu. Hakusema mengi, aliomba kimya kimya, akisema, mwanangu, kuwa na nguvu, najua utaweza. Siku moja ya joto kali, ngoma zilianza kupigwa kwa nguvu kijijini. Du du dundu du du dundu du dundu. Mjumbe mmoja akakimbia hadi uwanjani akiwa na kipaza sauti. Jamani, sikilizeni, kijana wa kifalme kutoka ufalme mkubwa wa karibu anakuja. Anatafuta mke na atachagua binti kutoka kijiji hichi. Furaha ikalipuka kila mahali. Wasichana wakapiga kelele za shangwe, wanawake wakapiga makofi. Familia zikaanza kupanga mipango, wasichana wao wajifunze kutembea taratibu na kutabasamu kwa upole. Akina mama wakawaambia mabinti zao, simameni vizuri, mtabasamu vizuri, tembeni kama malkia, sawa? Kijiji kizima kikawa na msisimko bana. Kisha mtu mmoja akacheka, akasema, bahati nzuri Asha ameshaondoka. Mwingine akasema, hebu fikiria kama angerudi leo ingekuwa aibu. Wote walicheka sana. Walikuwa na uhakika kwamba hawatamuona tena Asha. Siku ya uchaguzi ilifika. Uwanja wa kijiji ulipambwa na vitambaa vya rangi na majani ya mitende. Ngoma zilipigwa kwa sauti kubwa, watu walijaa kila kona. Kijana wa mfalme akafika. Alikuwa na walinzi, alikuja na wazee wa ufalme, alikuja juu ya farasi. Alitembea kwa utulivu na nguvu. Kila mtu akainama kwa heshima. Wasichana wote vijana wakapangwa kwenye mstari mrefu, wakasimama wima, wakatabasamu wakisubiri kwa hofu na matumaini. Kijana wa mfalme akaanza kutembea taratibu, akamtizama msichana wa kwanza, kisha wa pili, kisha wa tatu. Akaendelea kutembea, hakusimama, hakuchagua mtu. Minong'ono ikaanza kuenea, mbona hajachagua? Havutiwi na mtu yoyote, atachagua nani? Mvutano wa hali ya juu ukazidi. Jua lilikuwa kali, ngoma zikaanza kupigwa polepole zaidi. Kila mtu alikuwa akimtizama mtoto wa mfalme. Bado kijana wa kifalme hakumchagua mtu. Alipofika karibu na msichana mmoja aliyevaa kanga nyekundu, alisimama kidogo. Watu wakavuta pumzi. Akatabasamu kwa heshima, akatikisa kichwa kidogo. Kwa muda mfupi watu walidhani angemchagua, lakini akatikisa kichwa tena na kuendelea mbele. Minong'ono ikapanda zaidi. Kwa nini? Sio yeye. Huyu ni mmoja wa wasichana wazuri zaidi hapa kijijini. Basi atamchagua nani jamani? Furaha ikageuka kuwa hofu. Watu wakaanza kujikuna, kusogea na kuzungumza kwa chini chini kwa wasiwasi. Hali ikawa nzito sana Wakati watu walipoanza kufikiria kuwa uchaguzi umeisha, mtu akaonekana upande wa mbali wa uwanja. Alikuwa anatokea pembeni pole pole, kwa mwendo wa utulivu na heshima, mwanga wa jua ukiwa unamgonga katika uso wake. Watu wakageuka kutizama, watoto wakaacha kukimbia, wapiga ngoma wakanyamaza, hata ndege walionekana wametulia. Ni nani huyo? Mtu mmoja aliuliza kwa sauti ya chini. Anaonekana kama mtu wa kifalme, si mtu wa hapa yule. Yule mtu akaendelea kutembea, hatua moja baada ya nyingine, polepole na kujiamini. Kisha mwanamke mmoja akavuta pumzi kwa mshangao. Subiri, haiwezekani! Alikuwa ni Asha. Kijiji kizima kiliganda. Wanawake wakajifunika midomo kwa mshangao. Wanaume wakamtizama kwa macho makubwa, wengine wakarudi nyuma kwa mshtuko. Wale wanaume waliowahi kumcheka hawakuweza kusema kitu, hawakuweza kucheka, hawakuweza hata kumtizama vizuri. Asha akapita karibu nao kwa utulivu. Hakupiga kelele, hakukasirika, hakujaribu kujitetea. Alitembea tu. Kichwa chake kilikuwa juu, hatua zake zilikuwa za uhakika, uso wake ulikuwa ni uso wa utulivu. Macho yote yakamfuata. Uwanja wote ukawa kimya. Kijana wa kifalme akamuona, akageuka, akamtizama, kisha akasimama. Kila kitu kikawa kimya kabisa. Akamtizama vizuri.
jinsi alivyokuwa amesimama, utulivu wake, kujiamini kwake, nguvu yake. Kisha akawauliza watu wa kijijini, ni nani huyu? Mwanzoni hakuna aliyejibu. Hatimaye mtu mmoja akanong'ona, huyo ni Asha. Kijana wa kifalme akaonekana kushangaa sana. Asha? Akarudia kuuliza. Kisha akaanza kutembea tena. Akapita wasichana wengine wote, mmoja baada ya mwingine bila kusimama. Akatembea moja kwa moja hadi mbele ya Asha. Kijiji kizima kilishusha pumzi. Akasimama mbele ya Asha. Kisha akasema, ninamchagua huyu. Watu wakavuta pumzi kwa mshangao. Hakuna aliyeamini. Wengine karibu waanguke, wengine walimtizama kwa kutoamini. Wale wanaume waliowahi kumdhihaki wakainamisha vichwa vyao chini kwa aibu. Wanawake wakaanza kunong'ona, tulimcheka jamani, na sasa mtazameni. Hii jamani haiaminiki. Baba yake Asha alilia sana. Machozi akamtiririka usoni alipokuwa anasogea mbele. Mwanangu, hatimaye umempata mume wako. Kutoka nyuma ya umati, Bibi Rehema akatabasamu kwa fahari. Alijua siku hii ingefika. Watu wa kijiji wakajawa majuto. Wengine wakaona aibu, wengine wakashangaa, lakini Asha alisimama wima, akiwa mtulivu, mwenye nguvu na mwenye kujiamini. Ngoma zikaanza tena kupigwa, lakini safari hii zilisikika tofauti. Zilikuwa ni ngoma za furaha zaidi, zilikuwa ni ngoma za nguvu zaidi. Msichana waliyemcheka, msichana waliyemsahau, msichana waliyemdharau, ndiye sasa alikuwa amechaguliwa na kijana wa mfalme. Hawakubaki na chaguo jingine zaidi, walifurahia ushindi wa Asha. Kijana wa kifalme akasogea mbele na kushika mkono wa Asha kwa upole. Njoo pamoja nami, alisema kwa sauti ya upole. Akamwambia, tutakwenda kijijini kwangu, tutajenga maisha yetu pamoja. Asha akautazama umati kwa mara ya mwisho. Hakuwa na hasira, hakuwa na kisasi. Kulikuwa na tabasamu la utulivu na heshima. Kisha akaondoka pamoja na kijana wa kifalme, akiacha kijiji nyuma yake. Walifunga ndoa katika sherehe kubwa sana. Watu wa kijiji walikuja kushuhudia na wakastaajabu uzuri wake, heshima yake na muonekano wake mpya. Asha hakusahau maisha yake ya zamani, lakini hakuwa tena na aibu moyoni mwake. Asha na mume wake waliishi kwa furaha, walicheka pamoja, walishirikiana hadithi chini ya mwanga wa jua, na baadaye walipata mtoto mzuri sana. Asha alimshika mkono wake mume wake huku akitabasamu. Mume wake alimwangalia kwa macho yaliyojaa upendo. Msichana waliyemcheka baadaye akaja akawa malkia, akawa mama, na hadithi ya kuigwa katika jamii nzima ambayo alikuwa anatokea Asha. Asha ni msichana aliyekataa kuendelea kuishi akiwa amevunjika moyo. Kuna jambo moja la muhimu sana. Hadithi hii ina sehemu zinazoweza kukufundisha jinsi gani ambavyo watu leo wanakudharau, lakini kesho wanaweza kukuheshimu endapokuwa dharau zao hautazikubali. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Hii inaitwa Bongo Star Media. Nina imani simulizi hii umeipenda sana. Tufuatilie kila siku kupitia YouTube chaneli yetu inayofahamika kama Bongo Star Media.